Naam, hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania sasa hivi. Hatimaye Jakaya Kikwete alamba teuzi hii mpya. Rais Samia Suluhu asukuma Jakaya Kikwete kuzawadiwa kazi hii ya hali ya juu ya serikalini na kimataifa. Kikwete ateuliwa nafasi ya kimataifa Afrika. Baada ya ukimya mrefu, hatimaye Jakaya Kikwete amepata sababu ya kujitokeza tena hadharani na kutumikia Watanzania na Afrika nzima kwa ujumla. Hii ni baada ya Kikwete kupotea machoni mwa Watanzania kwa miezi sasa. Je, ni kazi gani hii ya kimataifa aliyozawadiwa Kikwete? Mtazamaji, nimegundua ya kwamba wengi wenu mnasikiliza taarifa kabla hamuja like video. Mtazamaji, ni kufahamishe tu, utakapo like video hii ndiyo malipo pekee ambayo unaweza kunizawadi kwa kazi hii njema ya kukuletea habari kila siku hapa ndani ya Simulizi Media. Hivyo basi, chukua sekunde yako moja chini ya video hii, bonyeza alama hiyo ya like. Ukisha like video hii, tusonge mbele. Mtazamaji, kulingana na ripoti au habari zinazochipuka hivi punde ni kwamba baada ya miezi kadhaa ya ukimya cha kushangaza machoni pa umma, rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ameibuka tena kwa mgao mpya wa kimataifa, ama amezawadiwa uteuzi mpya wa kimataifa wa hadhi ya juu, na papo hapo ulioibua mazungumzo ya kisiasa na kidiplomasia ndani ya nchi. Kujitokeza kwa Kikwete tena leo Ikulu kumekuja wakati ambapo wananchi wengi walikuwa wameanza kutilia shaka kutokuwepo au kupotea kwake katika masuala ya kitaifa na kisiasa. Sasa kutangazwa kwake na Samia Suluhu kwa uteuzi wake si tu kwamba kumewashangaza watazamaji wengi, lakini pia kumeibua kiburi kipya kwa Watanzania ambao wanaona kurejea kwake kama ishara kuu ya kuendelea kuhudumu zaidi ya urais. Hata hivyo, maendeleo hayo yanaashiria mabadiliko makubwa katika safari ya Kikwete baada ya urais. Jukumu hilo jipya ama uteuzi huo mpya aliopatiwa na Samia Suluhu unamweka Kikwete katikati ya juhudi nyeti za amani na usalama katika moja ya kanda zenye hali tete barani Afrika. Kikwete, ni kufahamishe tu, ameteuliwa kuwa mwakilishi mkuu wa pembe ya Afrika na Bahari Nyekundu, nafasi ya kimkakati ya kidiplomasia ambayo inabeba jukumu kubwa kimataifa na ndani ya Tanzania. Uteuzi huu ulifanywa chini ya uongozi wa mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf, ambaye alionyesha imani kubwa na uzoefu na uwezo wa kuongoza wa Kikwete. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanatafsiri hatua hii kama udhibitisho wa wazi wa sifa ya muda mrefu ya Tanzania katika usuluhishi na utatuzi wa migogoro. Hata hivyo, kwa Kikwete inawakilisha kutambuliwa na kuitwa upya kazini. Kwa Watanzania wengi, tangazo hilo limejibu maswali yaliyokuwa yakisubiriwa kwa muda mrefu kuhusu kile ambacho mkuu huyo wa zamani wa nchi alikuwa akifanya mbali na kuangaziwa. Hata hivyo, katika miezi ya hivi majuzi au karibuni, kutokuwepo kwake kwenye hafla kuu za kitaifa ndani ya CCM na mijadala ya umma kumechochea uvumi juu ya jukumu lake la baadaye katika maisha ya umma na ndani ya chama tawala. Hatimaye leo ameteuliwa kwa katika nafasi hii kubwa ya kimataifa. Baadhi ya waangalizi hata walishangaa kama alikuwa amejiondoa kimya kimya kutoka kwa ushirikishwaji hai katika utawala wa diplomasia na ndani ya chama tawala. Hata hivyo, uteuzi huu mpya umebadilisha masimulizi hayo, yakimwasilisha si kama mwanasiasa mstaafu bali kama kiongozi mwenye uzoefu anayerejea kuhudumu katika ngazi ya juu ya kimataifa. Ukimya wake sasa umebadilishwa na misheni muhimu ya bara la Afrika. Pembe ya Afrika inasalia kuwa eneo linalolemewa na mivutano ya kisiasa inayoendelea, kukosekana kwa utulivu, usalama na migogoro ya kibinadamu. Nchi kama vile Somalia, Ethiopia na Eritrea zimekabiliwa na migogoro ya mara kwa mara ambayo inahitaji uingiliaji kati wa kidiplomasia, na huenda Kikwete akawa moja wa watu ambao huenda wakatuliza hali hiyo. Kwa kumkabidhi Kikwete jukumu hili nyeti, Umoja wa Afrika unaonekana kuegemea kwenye rekodi yake iliyothibitishwa kama mjenzi wa makubaliano. Muda wake kama rais wa 4 wa Tanzania ulimdhihirisha katika mazungumzo mengi ya kikanda na mipango ya amani. Wafuasi hubishana kwamba historia hii humwezesha kuwa na subira, uaminifu na fikra za kimkakati zinazohitajika kwa mgao huo mgumu. Hata hivyo, kipengele kingine muhimu cha majukumu yake mapya Kikwete kinahusisha kufanya kazi kwa karibu na taasisi za kikanda na kimataifa na nchini Tanzania. Mashirika kama vile Mamlaka ya Kiserikali ya Maendeleo, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Mataifa yanatarajiwa kushirikiana naye Kikwete katika kuunda mifumo ya utulivu ya muda mrefu. Ushirikiano huu wa pande nyingi unaangazia utata wa kidiplomasia ya kisasa, ambapo mafanikio yanategemea hatua zilizoratibiwa kwa wadau wengi. Kwa Kikwete kuendesha mahusiano
mahusiano haya kutahitaji si tu ujuzi wa kidiplomasia bali pia usikivu wa kisiasa. Utendaji wake unaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mitazamo ya uwezo wa Afrika kutatua migogoro yake yenyewe. Ndani ya Tanzania yenyewe, habari hiyo imezua msisimko mkubwa na hisia ya fahari ya kitaifa. Hii ni baada ya kuungwa mkono na kusukumwa na Samia Suluhu katika kuteuliwa nafasi hiyo. Wananchi wanaona uteuzi wake ni ushahidi kwamba uongozi wa Tanzania unaendelea kuheshimu mipaka yake. Wengi wanaamini kwamba kurejea kwake katika utumishi hai wa kimataifa kutaimarisha taswira ya nchi kama mtetezi wa amani na umoja. Maendeleo hayo pia yamekaribishwa na viongozi wa kisiasa katika safu zote za vyama na CCM ambao wanamtambua thamani ya ishara ya kuwa na rais wa zamani aliyekabidhiwa misheni hiyo muhimu Afrika. Kwa umma ni ukumbusho kwamba majukumu ya uongozi mara nyingi yanaenea zaidi ya ofisi rasmi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa kipindi kirefu cha utulivu cha Kikwete kinaweza kuwa kidogo kuhusu kujitoa na zaidi kuhusu maandalizi. Wakuu wa nchi wa zamani mara nyingi hufanya kazi bila ya kuonekana, wakishiriki katika mashauriano na majukumu ya ushauri ambayo mara chache huvutia umakini wa media au vituo vya habari. Kuonekana kwake tena kwa ghafla na mamlaka ya hali ya juu kunaonyesha kuwa uzoefu wake umebaki katika mahitaji hata wakati wa kutokuwepo kwake dhahiri. Simulizi hii inatilia mkazo wazo kwamba mtaji wa uongozi haufifi haraka unapojengwa kwa miaka mingi ya utumishi wa umma. Kwa njia nyingi, uteuzi wake unathibitisha umuhimu wa kudumu wa viongozi wenye uzoefu katika utawala wa kisasa. Pia kuna matarajio kwamba mtindo wa kidiplomasia binafsi wa Kikwete utakuwa na jukumu muhimu katika kushughulikia migogoro iliyokita mizizi Tanzania. Pia anajulikana kwa tabia yake utulivu na mbinu jumuishi. Kihistoria amesisitiza mazungumzo juu ya makabiliano. Sifa kama hizo huchukuliwa kuwa muhimu katika maeneo ambayo kutoaminiana kati ya watendaji wa kisiasa kuna kithiri. Mafanikio katika jukumu hili lake jipya ambalo limeweza kusukumwa na serikali ya Tanzania na serikali tofauti za Afrika ambapo imepelekea hadi yeye kupatiwa nafasi hii. Sasa mafanikio haya katika jukumu lake jipya yatategemea uwezo wake wa kusawazisha maslahi yanayoshindana huku akidumisha kutoegemea upande wowote. Waangalizi wanaamini kwamba uaminifu wake kama kiongozi wa zamani wa kitaifa unaweza kufungua milango ambayo inaweza kubaki imefungwa. Nikitamatisha habari hizi kama kawaida yetu, niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani? Kama upo nje nchi, basi niambie unanisikiliza ukiwa nchi gani, na kama upo humo Tanzania, basi niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Vile nikitamatisha habari hizi na kuachia swali kuu: je, unaunga mkono serikali ya Tanzania kusukuma na pamoja serikali zingine za Afrika kumchagua Kikwete kuwakilisha pembe hii ya Afrika? Na kuachia uwanja huu wa comment section unijuze maoni yako. Letu kama Simulizi Media ni kumpongeza tu Jakaya Kikwete kwa nafasi hii mpya aliyoteuliwa Afrika. Hata hivyo mtazamaji, vile na kukumbusha tena, like video hii kisha subscribe, itakuwa kama malipo yako kwetu. Vile itakuwa umetusaidia kwa sana. Alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.